This is Wayvani V, Vani Boy. Shout out to PTV. Auso bana. Asante kwa kuichagua PTV Tanzania. Kwa wa kwanza kutazama video zetu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu hapo chini ya screen yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza. Fahamu kitu kimoja. Mzimu unaweza kuongea kama unavyoongea hapa? Mzimu unao uwezo wa kuongea nao, lakini kwa mfumo wa ndoto. Mzimu kabisa. Mzimu unao uwezo wa kuongea nao wewe, lakini kwa mfumo wa ndoto. Hakuna mzimu ambao unaongea kama mimi na wewe hapa tunavyoongea. Sauti inatoka, labda pengine huisikii, huoni kinachoongea, si na nini. Huo ni uongo kama uongo mwingine. Sasa na hapo tu niweke sawa. Kuna baadhi ya watu wanaaminishwa kwa baadhi ya madaktari njaa kwamba mzimu unazungumza na una uwezo wa kuweza kuzungumza na mzimu live. Ikumbukwe, mzimu unasikia maombi yako na mzimu unao uwezo wa kupokea maombi yako na kuyafanyia kazi au kuyakataa. Umenielewa? Lakini mzimu hauwezi kuongea kwa mfumo wa mimi na wewe tunavyoongea hapa. Mzimu unao uwezo wa kuongea nao kwa mfumo wa ndoto. Mfano, unaweza ukalala usiku wewe ukaja mzimu wa baba yako mzazi usiku kwenye ndoto, au mzimu wa bibi yako, sawa, umekuja kwenye ndoto. Utakapofika ule mzimu pale ulipolala, utaanza kuzungumza na wewe, mwijukuu wangu labda kazi zako fanya hivi, ili uweze kufanikiwa lazima ufanye hivi na hivi na hivi na hivi, lakini mwijukuu wangu umetusahau sana. Unazungumza nao kwa mfumo wa nini? Wa ndoto. Sio hivi watu wanavyochukuliwa, unapelekwa si kwenye mbuyu, kwenye mapango, unakalishwa hapo, unasikia sauti inalindima pale ndani ya pango. Umenielewa? Sijui mjukuu wangu sijui nini na nini na nini. Huo ni utapeli kama utapeli mwingine. Mzimu haujawahi kuzungumza hivi kama tunavyozungumza mimi na wewe. Zile sauti za kwenye mapango huwa ni mipango ama nini? Sauti za kwenye mapango wanatengenezwa watu. Umenielewa? Yaani huyo mganga njaa mwenyewe aliyekupeleka huko kwenye pango wanakuwa zaidi ya wawili. Wengine amefichama. Kwa unaweza kukuta wameweka pipe lake chini. Pipe imeenda kudondokea kule, mmoja anakaa kule ng'ambu ya fence hiyo kwa kule nyuma. Anazungumza, sauti inatokea hapa kwenye pango. Watu wengi walienda wakapigwa kwa staili hiyo. Wengi sana unakuta anatoka huko anakuja hapa anaeleza situation ilivyokuwa. Umenielewa? Na siku moja huyo bwana kategesha kaenda na polisi. Kule wamemuita kwenye pango, kaenda na polisi kule. Umenielewa? Baada ya kufika kule wakamuunganishia limpira hivyo hivyo. Sasa baada ya polisi tu baada ya kufika pale kuona tukio lile linaendelea, polisi si wakaingia pale. Mtu alikurupuka kule nyuma ya pango kukimbia, na huyu mganga naye hakukaa pale. Polisi ndio wakaenda kuchomoa lile limpira sasa. Kuona kwamba kumbe kule alikuwa amekaa mtu anaongea, sauti inatoka hapa. Alafu mtu anaaminishwa mzimu. Nimepokea watu 3 wenye kesi kama hizo. 3 anakuambia bwana, siku hiyo niliamua niende na polisi. Kilichotokea ni 1, 2, 3. Matapeli. Kwa watu wanatakiwa wawe makini. Hakuna mzimu unaoongea physical hivi mimi na wewe tunaongea. Mzimu unao uwezo wa kuomba pasina kuona na ukakusikiliza na ukatenda au kutokutenda. Na mzimu unao uwezo wa kufanya nao mawasiliano au kuongea nao kwa mfumo wa ndoto. Lakini si tu katika mfumo huu, labda nimekuingiza hapa ofisini ndani, sijui labda nakuletea chungu hapa, sijui unasikia sauti unaongea, mjukuu wangu, uongo. Hakuna kitu kama hicho. Na imani umetibu watu wengi sana. Labda ishaye kutokea mgonjwa amekuja hapa, majini yakapanda na akasema kwamba yanataka damu ya mtu. Ulimtibu ama ugumu ulikuwaje? Karibu. Upande huo unajua kila jini au kila pepo mbaya anatumwa kwa mtu kwa kusudio fulani. Mfano, watu wa namna hiyo wanakuja. Wagonjwa wa namna hiyo wanakuta anakuja, unaweza ukamuagua, na baada ya kuweza kumuagua ukakuta labda yule jini mchafu, yule pepo mchafu anapopanda anakuambia kwamba mimi siondoki kwenye mwili wa huyu mwanadamu kwa sababu nimetumwa damu yake. Umeelewa? Siondoki kwenye mwili wa huyu mwanadamu kwa sababu nimetumwa damu yake. Utafanyaje hapo mganga?
na tunashauriwa kwamba ili umfanikishe jini kumtoa kwenye mwili lazima ujue mambo karibu 3 mpaka 4. Kama yapi? Jambo la kwanza, lazima ujue ametumwa kwa kusudio gani huyo jini. Jambo la pili, aliahidiwa nini au alizawadiwa nini? Jini ili aingie kwa mtu lazima apewe ahadi ama kuzawadiwa kitu? Lazima, kwa sababu ule anatumwa. Kwa katika kutumwa lazima azawadiwe au kuahidiwa. Kwamba ukimaliza jambo kuna kitu hiki. Umenielewa vizuri? Hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu, lazima tujue ametoka wapi. Umenielewa? Sasa kwenye kumtoa kwake ni lazima upite kwenye umo. Kwanza ujue jina la huyo jini ni jini gani. Kama ni jini cheketu, lazima ujue jina lake. Yeye ni nani? Katoka wapi? Alizawadiwa nini? Kusudio lake ni nini? Hivyo vitu muhimu lazima uvifahamu. Sasa ukishajua kwamba labda pengine huyu pepo alizawadiwa kuku au alizawadiwa njiwa, afadhali aliyeahidiwa, kwa sababu hajapewa, aliahidiwa tu. Huyo unaweza ukamfiagia bila sadaka. Sawa? Huyo mwenye ahadi unaweza kumfiagia tu kwa sababu si hajapewa. Umeona? Lakini yule ambaye amepewa, ambaye kazawadiwa alafu ndo akatumwa, lazima ujue kwamba huyu alizawadiwa nini. Kama alizawadiwa kuku, tafsiri yake wakati wa kumfyatua lazima uwe na damu ya kuku pale. Kama alizawadiwa njiwa, lazima damu ya njiwa iweko pale. Kuna mmoja kati ya mgonjwa alishawahi kunifikia hapa, anakuambia yeye alivyopandisha jini wake akasema mimi nilizawadiwa kuku mweusi. Alienda kununuliwa kuku mweusi, akakabidhiwa bila, wengine huwa tunakata labda kwenye kucha au tunamchinja, ile damu tunachanganya na dawa anakunywa. Lakini yule alitaka kuku mzima. Mweusi, mtetea, kuku jike. Uwezi amini alivyokabidhiwa yule kuku, akawa kaishafunikwa ile nguo yake, anakabidhiwa, yumo anang'ang'ana naye humo ndani ya shuka, anang'ang'ana naye yule kuku yule. Ndani ya dakika kama 3 alikuja kutoa hivi, tunaona manyoya na zile kwato za kuku, zile kucha. Yule kuku maini, firigisi, sijui utumbo, mapaja yote tumboni, mpaka tukahisi labda pengine kutakuwa ni huko ndani ya nyungu, kwa sababu mbele yake kulikuwa na chungu cha dawa na maji ya moto. Tukahisi hebu kagueni huko ndani ya sufuria. Kwenda kukagua kwenye sufuria hakuna kuku wala utumbo. Uwezi amini ninachokuambia. Tulibaini kichwa na zile yale makwalu yale miguu ile ya kuku, basi kaisha tafuna wote, na aliondoka toka siku hiyo hajarudi. Yule mgonjwa hajarudi, na wala huyo pepo hajarudi tena. Sikuwahi kupata malalamiko yoyote ya mgonjwa huyo mpaka leo. Pepo aliondoka tayari, kashapata sadaka yake aliyozawadiwa, kaishapata kafara lake, kaondoka zake. Kwa hiyo hao ambao wanakuja labda pengine unarudi sasa kwenye swali lako kwamba anakuja, alishawahi kuja labda pengine anataka damu ya mtu. Wapo wengi tu. Anakuja anakuambia nataka damu ya mtu. Jini. Utatoa wapi damu ya mtu na wewe ni mganga? Akili kwenye kichwa chako. Sawa? Binadamu ana miguu mingapi? 2. Na mikono? 2. Unatakiwa utafute kiumbe wa kufanania na huyo, ambaye ni nani? Ng'ombe ana miguu 4. Umenielewa? Mbuzi ana miguu 4. Kondoo ana miguu 4. Tafuta kiumbe mwenye miguu 2. Nani? Kuku. Sawa? Nenda kanunue kuku, mpatie. Na kuna wengine wabishi. Sasa unaweza ukampa kuku wa miguu 2 ambaye ni sawa na binadamu, lakini mwisho wa siku akakwambia mimi nataka damu ya mtu. Hapo jini kapanda hapo. Jini huyo. Nini cha kufanya? Ni siri ya benchi la ufundi. This is Wayvani V Vanny Boy. Shout out to PTV. Auso bana. Asante kwa kuichagua PTV Tanzania. Kwa kwanza kutazama video zetu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu hapo chini ya screen yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza.